Sawa. Mimi naitwa Askofu Wolfgang Pisa, ni askofu wa Jimbo Katoliki la Lindi na pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Ni kweli sisi tunaita ni plenary ya 21 ya AMECEA, na katika miaka yake 65 tangu AMECEA ilipoanzishwa, ni moja ya kongamano la pekee au mkutano wa pekee ambao kwa kweli umegusa watu wa namna ya pekee. Na kwa nini umegusa watu? Kwanza ni kuna mambo mengine ni kama yalikuwa yanaendelea katika kanisa, hata sisi maaskofu hatukuyafahamu, lakini kuna mengine ambayo yalikuwa yanaendelea, maana yake hayakuwafikia wahusika. Kama kuna makundi kwa mfano, jambo ambalo limezungumziwa kama nyinyi mnavyofahamu wote ni kuhusu nafasi ya vijana katika kanisa, nafasi ya vijana katika jamii na nafasi ya vijana wetu kwa sasa katika ulimwengu wetu. Kwanza tulipopitishwa kwenye takwimu, kwenye statistics, vijana wameonekana ni kati ya kundi kubwa kwa sasa katika conferences zote za maaskofu ambao wanaunda AMECEA kwa sasa. Karibu wanafikia 50%, 30, 20 na mpaka 40 walioenda sana. Kwa hiyo maana yake hiyo ni idadi kubwa sana. Lakini cha kusikitisha ni kwamba katika uchungaji pia imeonekana vijana kama wameachwa pembeni. Kundi kubwa halijafikiwa. Kundi kubwa watu walifahamu. Kundi kubwa alihusiki katika uamuzi. Kundi kubwa alihusiki katika pastoral plan. Kwa hiyo bila kuifanyia kazi, maana yake ni kama unaidhoofisha kanisa au hata kuua kanisa, kwa sababu ingawa tunajua muasisi wa kanisa ni Kristo mwenyewe. Na katika hilo, kitu ambacho pia kimegusa sana ni vijana kwa ujasiri wamezungumza kwamba kuna umbali mkubwa kati ya waklero na wao wenyewe. Hapo tunapozungumzia waklero ni mapadri na maaskofu. Mapadri wako mbali na vijana, sisi maaskofu tuko mbali zaidi na vijana. Na kisingizio ni tuna kazi nyingi. Maaskofu, mapadri wana kazi nyingi. Mapadri wana kazi nyingi, maaskofu wana kazi nyingi, kwa hiyo hatuna nafasi kwa ajili ya hao. Kwa hiyo pia ilikuwa tatizo kubwa kwamba inabidi itengenezwe daraja la makusudi la kuweza kuwafikia vijana wetu, kwa sababu ni kanisa la sasa na kanisa la kesho. Kwa hiyo hapo sasa ilibidi tafakari yetu kwa pamoja. Nafikiri tunaweza kuwa na sababu mbalimbali na moja ya sababu labda tuseme baadhi ya sababu ningeweza kusema ni ile miundo structures. Vijana ni kama wamejificha kwenye taasisi. Labda watu wanaweza kusema sio kwamba hawapo kabisa, hawaishi, lakini unakuta wako kwenye taasisi. Unakuta labda vijana kwa umri wao chini ya miaka 35, mara nyingi ni muda wa career building. Watu wanatafuta, bado wako shuleni. Kwa kule Tanzania tunasema wako shule za msingi, ni kundi la TYCS. Wakienda shule za shule za msingi mpaka sekondari tunasema ile kundi la TYCS, Tanzanian Young Christian. Alafu ukienda katika vyuo sasa tuna ile TMCAs, wale wana kundi lao. Nafikiri katika kipindi hicho, alafu kuna watoto chini tena miaka 17, chini ya 12 tuna ile pontifical rights, wale watoto wanaingia childhood. Kwa hiyo watoto wanapokuwa kwenye zile taasisi, wengi tunafikiri kwamba wako salama na wanahudumiwa,
kwamba mahitaji yao mengi yanakuwa attended na chaplaincy. Chaplaincy katika maana ya kwamba wako shuleni wako chini ya chaplain, wako sekondari wako chini ya chaplain, wako kwenye vyuo wako chini ya chaplain. Kwa hiyo tuliona kwamba wako mikono salama, lakini sasa hivi tumegundua kwamba chaplains pia hawajafanya kazi ya kutosha, na ndio maana vijana wenyewe wamekuja sasa, wamesema sisi naonekana hatuko kokote. Na kati ya maswali ambayo chaplains tuliwa entrust, vijana wamelalamika pia kwamba tuwe na watu well trained. Kwa hiyo kuna lakuna pale, pia kuna gap kwamba kazi haifanywi tu na jina, kazi haifanywi tu moja kwa chaplains. Kwa hiyo inataka kidogo training ya kijana wa sasa na kujibu hitaji la kijana wa sasa. Ni kweli, ingawa ukiangalia mjadala mkubwa wa vijana hawakulisukuma sana lile la kuingia moja kwa moja kwenye leadership katika kanisa. Their big outcry was to be listened, wasikilizwe. Kwa hiyo la kwanza ni kwamba tuwasikilize, na tukiwasikiliza pamoja nao tuamue kitu ambacho tunaona kinaweza kusaidia. Kwa kweli, kusema ukweli, kati ya mengi walioyaleta na kati ya changamoto nyingi tulizonazo katika jamii tulionayo katika kanisa, sina uhakika kama kuna askofu anaweza kuwa na majibu yote kwa hayo yote, na sidhani kama kanisa linaweza kuwa na majibu yote, lakini ile la kwanza kuwasikiliza, tukae nao pamoja na tuone kitu cha kufanya, walau tu discern nao pamoja. Lakini hilo pia linaturudisha kwenye swali lako la awali la uongozi. Nafikiri maeneo mengi watu wanapenda kufanya vijana wawe viongozi. Wasema kutokana pia wakati mwingine na career zao, vijana stability pia sio kubwa, katika maana kumshika kijana mmoja ambaye anatafuta ajijenge kwenye career kwenye parokia au mwenyekiti wa parokia kwa 6 years ni kama kumua. Samahani kwa kutumia hilo neno. Kati ya moja wa animators alikuwa profesa kutoka Makerere University, na yeye alitoa ushuhuda. One of his witnesses say he regret that he stayed long in the leadership. Na lakini although he was saying it jokingly, but that is the message. Ila tunatakiwa kuintroduce. Naweza kutoa mfano mmoja pia. Katika kanisa langu kuu la jimbo la Lindi, Andrea Kagwa, katibu wa parokia ni kijana, daktari, na ndi tunafurahi kuwa naye. Lakini kwenye ile executive kuna kijana mwingine pia, nafikiri katibu msaidizi, na wanafanya vizuri sana. Shida yetu tu pia tunaomba vijana wawe patient, tukiwapa majukumu watulie, wafanye kazi, wajenge kanisa, wajenge kanisa na watu wengine. Ni kweli kama ulivyoeleza na vijana wameeleza, vijana wameeleza wenyewe changamoto kubwa ya ajira, lakini inafahamika kwa wote changamoto kubwa. Hata kwa nikiangalia naona vijana wengi nafikiri wanalielewa, na ni kweli kutokana na hilo pia wengine wanakuwa victims wa mazingira kwa sababu ya uchumi. Na moja ya tatizo kubwa lililotajwa pale ni mambo mawili ambayo kutokana na hizo changamoto, moja ni wanasiasa wanaotumia vijana vibaya kufikisha malengo yao. Lakini vijana kwa sababu hawana uchaguzi mkubwa kati ya uchumi, wakati mwingine ni aidha nijiunge au nitakufa njaa. Na changamoto nyingine ni swala la migration, vijana wetu wanaoenda nje ya nchi, ambao wakati mwingine tunakuta madhara wanayokutana nayo. Na pia kumwambia huyo kijana usiende, ni kama unamwambia kufa njaa hapa tukikuangalia. Wakati mwingine wao wana success story, kuna wenzao walishaenda wanaona wamefanikiwa, kwa hiyo wanaona kwa nini
kwa nini wao wasiende. Nashukuru kati ya mapresenters ambao walifanya, hata waliokuwepo kwenye panel discussion, walieleza ushuhuda wao kwamba vitu vingine, nafikiri sisi pia inabidi kuwaandaa vijana wetu kwamba kuna fursa ambazo zinaweza kupatikana katika mazingira yetu, walau kushinda ile immigration. Fursa ambazo zinaweza kupatikana katika mazingira yetu, tunatakiwa tuzi-discern na tuweze kugundua, tuzizarau. Walau walitoa ushuhuda, waliona wenyewe watu, lakini pia huwezi kumwambia kijana wa leo kwamba social media haitakusaidia. Utakuwa unajidanganya mwenyewe, kwa sababu yeye ndio anaona inamwezesha. Lakini nakumbuka kati ya wawezeshaji mmoja alitumia kwamba wakati mwingine hata inayochangia msongo wa akili ni muda mwingi pia unaweza kuta tuko kwenye social media. Hata Baba Mtakatifu ametaja katika barua yake hii ya mwisho, encyclical yake ya Mina Magnifica, kwamba kwa kweli ni kama hizi technology pamoja na uzuri wake wote, wakati mwingine inatupeleka spidi sana kiasi cha kwamba hatuna muda wa kutulia kidogo na tutafakari. Na nafikiri wote, lakini kanisa lina nafasi ya kuwasindikiza vijana na kusafiri nao, na kanisa pia ina wajibu wa kusaidiana na vijana kuona fursa zilizopo, iwe ndani ya kanisa, iwe katika jamii. Hatuwezi kusema kwamba tunaweza kupata majibu yote, lakini tukiwa karibu nao, zile fursa ambazo zinapatikana tuzigundue na kuvumbua wote, lakini na kuwasindikiza vijana wetu katika hilo. Nashukuru sana kwa kweli. Binafsi mimi kama askofu, mkutano huu umekuwa changamoto kubwa. Kwa hiyo hata kwenye diary yangu mimi nimeandika follow up kwamba mimi nikifika, kwamba kwa baraza letu tukirudi nyumbani, kuna mambo gani tunatakiwa walau tupitie na tuone kati ya maazimio ambayo yamepitishwa katika mkutano huu, ni namna gani sisi tutapeleka kwenye baraza, alafu kwenye baraza yapelekwe kwenye majimbo husika, lakini hasa ile idara ya vijana. Mimi binafsi pia imenigusa katika maana ya kwamba mimi mpaka sasa hivi nilikuwa na mkurugenzi tu mmoja wa vijana, na ni padri, na ana majukumu mengi, ni paroko. Kwa hiyo pia imenipa wazo kwamba labda niunde kamati kubwa zaidi yenye uwakilishi wakiwepo vijana. Nafikiri kwa maaskofu wengi waliokuwepo hapa, hili halitabaki hapa. Wengi watapeleka kwenye conference zao, na naamini wengi watapeleka kwenye majimbo yao husika.